nduma. Maana ya kwanza mlikuwa giza. Wakati mlikuwa mnajua. Na wakati mlikuwa mnaamini. Mlikuwa giza. Kwa sababu mlikuwa mmefunuliwa. Bwana asifiwe. Kama hajui pale anaenda. Huwa katika giza. Lakini wakati anajua mahali ambapo anaenda. Unatoa ulinzi ndani. Paulo anasema. Amen. Nä mbere mwarä o nduma no rä u må rä å theri nä å ndå wa Mwathani. Nani alifanya tukue mwangaza? Ni Bwana. Kusudi tulipokuwa tukijuana na yeye tulikuwa giza. Hatukujua ya kwamba kuna mahali ambayo imetayarishwa kwa ajili ya mtu wa ndani. Lakini si mtu wa juu. Maandiko inasema wakati tulikuwa giza, lakini sasa tumetoka kwa giza tumekuja kwa nuru. Kwa sababu ya maji yetu, kwa sababu ya mimi, kwa sababu ya Mungu, kwa sababu ya Jiulizia leo kwenye mkono yeye, mienendo yako ni ya aina gani? Bwana asifiwe. Watoto wa ufalme hupita wapi? Wa nuru hupita wapi? Ukiona mwenye haangai leo hupita kwa giza. Jiulize kama uko mmoja. Maandiko yanasema nayo miguu yenye ambao hukimbia
ajulikane vile hapo, tujue vile tutakaa na wewe. Bwana asifiwe. Kuliko mtu ajifiche, lakini anakaa huko. Nakulia chini. Nakula chini. Unakuta mahindi kama hii nzuri. Saa hii iko sawa. Lakini wakati mwingine masaa ingine inakudanganya bado niko uhai. Na bado niko kwa nuru. Lakini huko chini imekatwa. Inagojea masaa ienende. Maji yaanze kuteremka. Ianze ni kwa sababu kuna kitu inaikula chini. Niulizie huyo mwingine. Kama unajua hiyo kitu inakulia chini. Hello. Watoto wa nuru. Ambao wanakomaa kiroho. Kusaidia mwili wa damu. Huwa tunasibisha mtu wa juu. Hata tukitoka hapa. Bwana asifiwe. Kuna mtu anajua kwamba mimi siwezi enenda nyumbani. Anajiweka kwa gari. Wakiwa na familia yake. Hawatakula za nyumbani. Wanaenda kukula za nje. Wanasaidia nyumbani. Bwana asifiwe. Hebu niulizia huyo mwingine vizuri.